mara yangu ya kwanza kuona shule kubwa, shule yenye bashasha, wanafunzi wenye bashasha, walimu, furaha, lakini miundo mbinu. Lakini kilichonifurahisha, wala nisifiche, sio tu kwamba ni ya Mtanzania, lakini ni ya Mluteri ambaye kila siku nasema Bwana akubarikie na kulinda, akufadhili. Naweza nikasema baraka tunazozitoa Mungu amezidhihirisha. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ndugu yetu mkurugenzi wa Kaizerege ajue kabisa pale anapoendesha shule kama ile pia anamwakilisha Mungu na analiwakilisha kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Nilisema nilipokaribishwa kwamba sasa tutatembelea katika taasisi mbalimbali, ziwe za afya, ziwe za elimu na taasisi zingine zinazoendeshwa na Wakristo, ili na wao wajue wanamwakilisha Mungu katika kazi wanayoifanya. Hivyo kupongeze sana mkurugenzi na timu yako kwa kazi nzuri uliyoifanya. Lakini nimshukuru Mungu sana, nilipoondoka niliondoka na zawadi nyingi. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki ninyi wanadayosisi hii, kwa sababu mwanadayosisi hii ndugu yetu mkurugenzi Kaizerege amewawakilisha na zawadi nyingi sana. Ninakwenda nikiwa na zawadi nyingi. Mungu awabariki sana. Lakini pia nimshukuru sana mkuu wetu wa wilaya. Nimefahamiana na DC huyu Sima kwa miaka mingi mno, lakini nao watu wengi ninaofahamiana nao kwa miaka mingi, lakini huyu amekuwa wa kipekee sana. Mungu akubariki sana. Si wote wanaopata teuzi kama hizi za Mheshimiwa Rais wanakuwa karibu na kanisa kama hivi. Endelea na Mungu hata kuacha. Bwana asifiwe. Nanyi wana Kagera, hasa wana Bukoba, endeleeni kumsapoti ndugu yenu ambaye kwa zamu hii sasa amepewa wajibu wa kuiongoza wilaya hii. Kufanikiwa kwake ni kufanikiwa kwetu, kushindwa kwake ni kushindwa kwetu. Kwa hiyo Mungu akuwezeshe sana. Nimefurahi pia kumwona diwani, na tulipokutana pale ofisini nikashangaa kwamba diwani kijana ameweza kuaminiwa na madiwani wengine ili kuwa meya wa mji huu au kwa halmashauri hii. Mungu akubariki sana. Nilimwambia haraka sana kwamba hata kanisa kuu ninapokaa mimi pale Azania Front tunaye kijana naye amekuwa diwani na meya wa Ubungo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sasa hivi vijana, yale aliyoyaandika Paulo kwamba anawaambia ninyi kwa kuwa mna nguvu, hebu ionyesheni nguvu hiyo kwa kuleta maendeleo katika taifa letu, lakini pia kwa kuileta taifa pamoja. Mungu akubariki sana. Baba Askofu, katika salamu zako umesema sisi ni mababu na mabibi kule mashariki na pwani. Ninakushukuru sana. Ninashukuru sana sana. Na mtu awaye yote asivunje uhusiano wa kihistoria huo ambao umewekwa. Viongozi wa dayosisi wanajua kunaweza kaibuka mtu yoyote akajisemea tu, lakini sisi hatutaweza kuacha kuwa babu, hatutaweza kuacha kuwa bibi, na ninyi hamtaweza kuacha kuwa wajukuu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilipopata fursa hii, mkurugenzi wa Kaizerege na wasaidizi wake waliposema uje na watu mbalimbali, nimekuja. In fact ingekuwa ni serikali ningesema nimekuja na baraza zima wote kabisa, ili tuweze
ya huisha upya mahusiano haya ya dayosisi hii na dayosisi ya Mashariki na Pwani. Na nawaomba wenzangu tuliokuja pamoja na viongozi wa hapa, hebu tuanze kuwa na, ikiwezekana, vikao vya mara kwa mara vya kuona maeneo ambayo tunaweza tukashirikiana. Kwanza kupitia UEM, sisi bahati nzuri sisi ni wanachama wa UEM na baba askofu hapa ndio moderator wetu. Tuna kila sababu ya kupeleka mahusiano yetu, na hasa katika mambo ya diakonia na mambo mengine yote, uinjilisti na mihimili yote ile mitano ya UEM. Hivyo nimeshukuru kwamba wenzangu waliokuja wataendelea kuwepo ili waweze kuona taasisi mbalimbali siku ile ya kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Mwisho lakini si kwa umuhimu, nimshukuru sana tena, nirudie, mkurugenzi wa Kaizerege na naibu ambao walihakikisha kuwa barabara jana inapitika kufika mahali pale, na ghafla kaimu mkuu wa mkoa, sio mkuu wa wilaya, nisikilize vizuri, kaimu mkuu wa mkoa ametoa agizo jana kwamba barabara ile iendelee kuwa nzuri zaidi, ikiwezekana hata kwa kiwango cha lami. Na bahati nzuri hapa yupo meya na ni msharika wangu, naomba hilo ulichukulie kwa namna katika vikao vyenu vya madiwani, maana na ninyi mna mamlaka yenu na mipango yenu, lakini hebu muonyeshe kuunga mkono juhudi za hawa wafanya biashara au wanaoongoza taasisi walio binafsi kama ndugu yetu Kaizerege na taasisi zingine ambazo ziko kule. Nimeona kuna shule nyingi kule na taasisi zingine. Hebu baraza la madiwani muone hilo kuwa agizo la kaimu mkuu wa mkoa linatekelezwa. Mimi nitafurahi sana mtakapokuja. Mtakapomaliza, naomba diwani, nitakupa namba yangu, niambie sasa tayari, ili niendeshe ndani ya lami mpaka kule. Mungu akubariki sana. Na kwa sababu ni vijana wana nguvu, na hakika jambo hili litafanyika haraka mno kwa miezi michache. Baba Askofu, naomba uwe unamkumbusha msharika wetu diwani